Shemeji, funga mlango basi. Kwa hiyo na ndoto yako nitaipambania. Hilo la kwanza. Nashukuru sana kakangu. Jambo la pili, na hapo unisikilize kwa makini. Jambo la pili ni kuhusu shemeji yako. Ninapokuwa sipo, wewe upo. Hakikisha shemeji yako anakuwa na furaha muda wote. Hakikisha unamsaidia majukumu yote ya hapa ndani. Sawa, lakini kaka, kabla ya yote mimi ningependa nikwambie kitu kimoja. Unajua shemeji alipokupigia simu jana, kuna vitu Nini mdogo wangu tena hapo? Chana nayo hiyo. Wewe unamjua nanili zake? Kwani alikuwa na jambo la maana la kuniambia? Napiga simu amenimiss. Sasa mambo gani hapa? Shemeji, funga mlango basi. Oh, shemeji. Samahani, sikujua kama uko bafuni unaoga. Sawa, bila samahani. Funga mlango basi, shemeji. Mpaka unichungulie kwani? Uchungulisha kuchungulia muda tu. Hapa kwenye siwezi, nimeroa chapa. Shemeji, sasa upumbavu gani unaongelea jamani? Mimi nitakusemea kwa kaka ujue. Hebu fanya uondoke bana, acha upumbavu. Funga mlango ondoke. Acha upumbavu. Kuna kitu nataka nikwambie. Wewe mwanamke wewe. Wewe shemeji, naomba ufunge mlango. La sivyo nitakavyokusemea kwa kaka wewe. Funga mlango bana, funga. Funga mlango bana, unafanya nini hapo? Shemeji Rabani, imobi inaonekana vizuri. Unajua siku zote kitu kizuri lazima kionekane tu. Hata mtu ukiwa na figisu yoyote unataka kukifanyia ili kionekane kibaya, kitabaki kuonekana ni kizuri. Kwa sababu gani? Ni kizuri. Hii movie ni kali sana. Ukiangalia story imenyooka, wasanii pia wamecheza vizuri kwa hisia. Hata mimi pia siku moja natamani niweze kufika hatua kama hii. Kama natamani kuwa msanii mkubwa? Hapana, sio kwamba natamani kuwa kama hao. Yaani nataka siku moja iwe hivyo. Uwasikie watu kwamba kuna mtu anaitwa Rabani Khan from TZ ni star. Usijali, kikubwa nia na umakini, Mungu atakusaidia. Vitu yako itakamilika. Kubwa tu pambane. Niseme inshallah. Shemeji Khan. Ndio shemeji. Naomba unisamehe kwa kile kilichotokea muda ule. Mimi sikukusudia kuchungulia. Mimi nishakusamehe, usijali. Alafu ukizingatia, sioni kama lile lilikuwa ni kosa lako. Lile ni kosa langu mimi. Nimeacha mlango sijaufunga vizuri. Laiti kama ningekuwa nimefunga vizuri, na maana hata ungejaribu kufungua mlango usingefunguka. Kwa usijali shemeji.
Basi nashukuru kusikia leo umenisamehe. Shandali bwana. Lakini shemeji, vipi chai umeandaa? Maana hapa nina njaa, nasikia tumbo linakoroma. Utafikiri usiku sikula bwana. Wewe tena. Kwanza pole. Lakini kuhusu chai nishaandaa. Vitafunio kaka kuja na kurudi navyo. Kwa hiyo unaweza ukanisindikiza nikachukua vitafunio tule. Sio mbali. Sio mbali hapo tu. Basi sawa, wacha nikachukue kofia hapo mara moja. Mambo poa. Samahani habari. Naomba tuzungumze kidogo pembeni. Sawa. Samahani, basi hapo naongea na rafiki yangu. Nisubirie tu hapo kidogo. Dakika moja. Rafiki? Wewe umeanza leo. Usijali, nitakuelezea nyumbani. Rafiki yangu sana. Sawa. Habari yako? Salama sio. Mimi niko poa, sijajua upande wako. Na mimi nipo sawa tu. Okay, ndo natoka kuchukua vitafunio hapo na shemeji. Tukanywe chai. Wewe ushakunywa chai? Mimi nishakunywa tayari. Okay. Nakusikiliza. Mbona jana upigia simu zangu ulikuwa upokee? Jana si unajua umeme saa 12 ulikatika. Kwa hiyo ikawa ni changamoto na simu yangu ikaishiwa chaji. Ndio maana nilikuwa sipatikani. Lakini licha ya hilo nilihofia nyumba kuiacha peke yake maana shemeji na kaka wote walikuwa wametoka. Kwa hiyo nikaona kama nikitoka hapa itakuwa ni bigigiza kukaanga mafuriko ya nyasi. Wakirudi ni changamoto tayari. Maana sijui ningesemaje sasa nilikuwa wapi. Lakini nafikiri akijaribika kitu wakati mwingine nitakuja.
Ya, muda naona bado upo. Au unasemaje mama? Tuondoke. Oh, Nasma, mwanamke ninayempenda katika maisha yangu. Unajua Nasma, wewe ni mwanamke mzuri sana na sio mrembo. Mungu akujalia kwa kila kitu. Mungu akupa macho mazuri, Mungu akupa shingo nzuri. Yaani Mungu hajakunyima kwa kila kitu. Nafikiria kwa mwanaume yoyote ambaye alikuwa na akili timamu lazima avutiwe na wewe. Lakini hawawezi kunishinda upendo ninayokupenda mimi na uzuri wako ulikopo nao. Unajua kuna wakati nashindwa kufanya vitu vingi sana ambavyo vinanihusu mimi, hasa kwenye masuala yangu ya kikazi. Kwa sababu kila muda unaingia kwenye akili yangu. Umeelewa? Kwa hiyo wewe mwanamke upo kwa ajili yangu mimi. Na sifikirii kama utakuwa na mwanamume mwingine zaidi yangu mimi. Yaani naweza nikasema kwamba Mwenyezi Mungu kakujalia au kakushusha kwa ajili yangu mimi. Si umeelewa? Basi hebu naomba basi uweze kunielewa. Japo kwa dakika moja basi. Nisio kila siku ni mtu kulialia juu yako wewe. Basi naomba nionee huruma. Hata kwa dakika moja basi. Wakati mwingine nitakuja. Ya, muda naona bado upo. Au unasemaje mama? Lakini Nasma, hata hivyo jana nilikuwa nakupigia simu. Nimekuandalia bonge la zawadi. Lakini ukuweza kupokea simu zangu, kwa umenipa wasiwasi mkubwa sana. Mtu ambaye sio mwelewa, siku zote ni ngumu sana kwangu mimi kujenga neno rafiki. Ukiachilia wewe mahusiano unawasimia wewe. Lakini pia wewe ni mtoto. Maana mtoto akiambiwa acha kitu fulani, bado anakingania kile kile alichokatazwa. Kwa hiyo wewe hauna tofauti na mtoto. Yaani pamoja na ndevu zangu hizi unazoziona, nimekuwa mtoto. Sijiongelea hizo ndevu zako wewe. Unaweza ukawa na ndevu, ni ndevu mingi lakini akili ya kitoto. Mimi sikutaki. Who are you by the way, stupid boy?
Alafu Shem, yule binti uliosimama naye kule ndani wako. Yule ni rafiki yangu tu. Kwani kuna tatizo? Niambie ukweli, maana naona umebadilika, yani tofauti na nilivyokuzoea. Kuna shida yoyote labda? Kama unauma ni vyema ukaniambia, nijue cha kufanya, kama nimpigie kaka hapa aje akuchukue hospitali. Haina haja kumpigia kakako Shem. Kitu kinachonifanya mimi niwe hivi kwa sababu mtu ninayempenda yeye anipendi wala hajui chochote kuhusu mimi. Usitake kuniambia kwamba kaka Kevin hakupendi. Siwezi nikaamini hicho kitu. Shemdali, Niambie shemeji. kusema ujui hata picha pia uone na kupenda. Tena nakupenda sana tu. Wewe ni kila kitu kwangu. Maisha yangu mimi hapo kwenye moyo wako. Siwezi kuishi bila wewe. Bila wewe nahisi nimebeba mzigo mzito kwenye hii dunia. Umeenda wapi? Naenda chumbani kupumzika. Raba jamani, mimi kuongea kote kule naongea upuzi au naongea pumba hapa sieleweki. Sina maana hiyo. Basi sawa. Wewe nenda. Mimi nampigia kaka yako simu naomba kwamba ulikuwa unataka kunibaka. Sasa shemeji, kwani mimi kosa langu ni nini jamani mpaka utake kunisingizia kesi nzito kama hii? Eti
Baby. Habari yako shemeji? Salama shem. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Lakini shemeji, unafahamu fika jinsi gani ninavyompenda rafiki yako Nasma? Nafahamu hilo shemeji. Lakini Nasma amekuwa ni mwanamke ambaye wakunumiza sana moyo wangu kila siku. Kwa sababu kila ninapoonana naye amekuwa ni mtu wa kunitolea maneno ya shombo sana mimi. Yaani hajui jinsi gani anavyoniumiza moyo wangu. Inamaanisha mpaka leo Nasma hajakukubalia kitu chochote? Hata hapa nimetoka kuonana naye amenitolea maneno ya shombo. Unajua moyo wangu unaniuma sana. Kila ninapokuwa naonana na Nasma na mueleza hisia zangu, anakuwa ni mtu wa kupuuza. Lakini Nasma rafiki yangu, ni kwa nini anafanya hivyo? Hajui kwamba mapenzi yanaumiza? Pale unapomfuata mtu unamwambia kuwa unampenda, alafu anakuzungusha zungusha tu. Shemeji, naumia sana ndani ya moyo wangu. Nasma mimi nampenda, ila nikombe kitu kimoja shemeji. Wewe na Nasma mmekuwa ni marafiki wa muda mrefu sana. Naomba basi kaa naye, zungumza naye. Sawa shemeji, kuhusu hilo usijali, yule ni rafiki yangu. Mimi nitajua nitamconvince vipi mpaka akubali ombi lako. Utakuwa umenisaidia sana pakubwa shemeji yangu. Umetoka wapi shemeji yangu? Kuna mtu nimetoka kukutana naye hapo, kwa hiyo naelekea nyumbani. Basi sawa, Mungu awe nawe. Na wewe pia, kwa heri. Haya, asante. Baby. Niambie. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani tena? Niende kwanza nikwambie utakuja kuleta fujo hapa nyumbani. Wewe niambie, acha masiara bana. Fujo za nini sasa? Nakupenda. Mke wangu na masiara sana. Sasa hilo ndio jambo ambalo kwamba ningeleta fujo nyumbani. Hamna, nisema tu nikwambie hivyo. Kwani kuna ubaya mume wangu? Hapana, hakuna ubaya. Lakini sasa tani kwenye kazi amenistua sana. Pole, samahani. Mimi kwa nataka nikuone kama unanipenda au hapo sijana nakupenda pia. Kwanza hapo mdogo wangu labda ni yupo? Yupo huyu hapa. Mpesi. Halo kaka. Niambie mdogo wangu. Safi, habari za kazi? Salama, mnaendeleaje? Namshukuru Mungu. Vipi, mmeshakunywa chai? Ndo tunakunywa hapa chai sasa hivi. Okay. Sasa nasikia? Ndio. Yaani napokuwa sipo hapo, hakikisha unamlinda sana shemeji yako. Usijali, labda nikuhakikishie kitu kimoja kakangu Kevin. Nitakuwa mlinzi zaidi ya mlinzi wa geti. Kila atakapokuwa na bandua mguu wake nitakuwepo pia. Ondoa shaka kaka. Shukuru sana kwa hilo. Kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa jinsi ninavyompenda huyo mwanamke.
Naelewa kaka, usijali. Asante mdogo wangu. Huyo hapa. Hello. Niambie. Sasa ngoja mimi niendelee kupambania ugali hapa. Aya, kazi njema. Asante. Nakupenda. Nakupenda pia. Nasma rafiki yangu, kuna kitu nataka nikuulize. Ni kwa nini Mingo anakufuata wiki zote mbili hizo? Anakuambia kwamba anakupenda. Lakini wewe kwa nini humuelewi kaka wa watu? Unamzungusha tu. Kwa nini? Ni kweli Mingo alinitongoza, lakini kabla sijampa jibu lake, nikapata mwanaume mwingine ambaye ninampenda. Kwa mimi na Mingo hatuwezi kuwa na mahusiano. Nishapata chaguo la moyo wangu. Nasma, kwa hiyo unataka kusema wewe una mwanaume mwingine? Naye. Shoga yangu, kwa nini haukuniambia kwamba una mahusiano na mwanaume mwingine? Okay, fine. Ningekutana na huyo mwanaume, alafu akani approach. Then mimi nikamkubalia, nikampenda. What happens between me and you is conflict. So, why hukuniambia kwamba una mwanaume mwingine? Ni kweli. Samahani kwa hilo shoga yangu. Ningekutambulisha tu, muda bado upo. Kwa sababu mimi na yule mpenzi wangu hatujamaliza hata wiki. Kwa hiyo wewe subiri, siku zikiongezeka tu nitakutambulisha, hata usijali. Mimi siwezi kukuficha wewe shoga yangu. Okay, fine. Basi fanyeni hivyo. Wekeni mambo yenu sawa. Then unitambulishe kwake nimjue na yeye anifahamu. Sawa? Sawa. Nitajua ni kitu gani au ni kwa jinsi gani nitaenda kumconvince yule Mingo ili aweze kukuacha sasa. Sawa rafiki yangu? Sawa shoga yangu. Vipi sasa kuhusu jana? Ulienda kule kwenye kikoba? Shoga yangu ile upatu unayo mpaka niende. Na nimezima simu. Kila akinipigia simu haipatikani. Labda tu hapa nijitafute nikipata ndio niwapelekee kwa kweli. Basi sawa, hamna shida rafiki yangu. Vipi umepika nini leo? Na njaa sana wewe. Unakula ugali na mlenda? Bwana, kuna dagaa? Ungekuwa kuna dagaa hapo ningekula, lakini kama hamna haja. Vipi kuhusu chai ya leo? Umeionaje? Chai iko poa. Sukari saizi ya kati. Yaani haijazidi wala haijapungua. Lakini pia viungo vyote vimekaa sawa. Ina ladha nzuri kiufupi. Nimeipenda. Lakini kitu ambacho kinanichanganya hapa akili yangu ni maneno yako uliyoyaongea wewe. Unajua mimi nakuheshimu wewe kama ninavyomheshimu kaka yangu. Na tukiachilia hilo, wewe ni mwanamke wa mtu tayari. Hivi unafikiri kama tutafanya hicho kitu unachokitaka wewe, kaka akija kujua au kusikia itakuwaje? Bwana. Kumbe unafikia kuhusu hilo? Kuhusu hilo ondoa shaka. Kakako watu hujua kabisa. Kwanza utamwambia nani? Na kati sisi tunafanya wawili. Au wewe utamwambia? Hapana, siwezi nikamwambia. Lakini siri ya watu wawili ujue muda wote inaweza ikavuja. Siri ni ya mtu mmoja tu. Sasa chagua moja kati ya mawili.
nimpigie kaka yako nimwambie kwamba ulikuwa unataka kunibaka au utanifuata chumbani? Shemeji, Sikia mdogo wangu, katika kitu ambacho huwa najivunia kwa mke wangu ni swala la mapishi. Huwa najuaga kupika chakula kitamu, hajawahi kuniangusha kabisa. Eti shemeji kweli? Maana kaka wasichana asifia kwamba anikondea. Ni kweli anachokizungumza kaka. Wewe ni mzuri sana. Yaani nimemaanisha kwamba shemeji ni mpishi mzuri, amepika chakula kitamu. Samani lakini kama nimewakela kwa nilichokiongea. Hauishiwi vituko. Samani. Wewe kula bwana.
mdogo wangu kula. Nakula. Naona kama unachezea chakula tu auli. Kula. Nakula. Endelea kula. Babe. Na wote wao bado nafuta viatu. Nimechelewa ujue. Fanya haraka. Na wote wao. Amna niko na vianda hapa. Mzee. Rabani kwa? Rabani nafikiri uko nje. Kama ameshaamka. Yupo active sana sasa. Sasa mke wangu. Mimi naenda kazini. Nataka nikuone ukiwa mwenye furaha siku zote. Asante mume wangu. Ukiwa na nia na kazi, utaifanya kwa juhudi zote na haitakuwa ngumu. Na penye nia pana njia. Nadhani umenielewa. Usijali. Nakutakia siku njema. Na wewe pia, nakutakia kazi njema, upate hela nyingi. Ndoa shaka. Tuame hapa, maana nishapachoka. Hiyo ndoa shaka. Nalifanyia kazi. Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Siku njema. Kazi njema. Bye. Kwanza nilifikiri kwamba wewe ni mwanamke ambaye utakuja kufanya familia yetu ya furaha, familia yetu ya amani. Lakini cha kushangaza, umekuja kuleta majanga katika familia. Sasa ni nini maana ya mwanamke? Maana mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kumsaidia mwanaume. Hivi, ni kwa nini wanawake mnataka muwe na 50% kwa 50? Yaani mwanaume awe na 50%, mwanamke awe na 50%. Mtaziweza? Ukipewa kazi anazozifanya mwanaume, we mwanamke utafanya? Mbona mnatuletea mambo ya ajabu? Unajua, usinitanie. Mimi ni mwanaume ambaye nimekamilika. Unaponiletea upumbavu ndani kwangu, unakuwa unanichokonoa.
Sasa utakuwa chizi mdogo wangu. Kwa nini? Wewe mwenyewe upo tu unahangaika. Najaribu kuzalisha maneno. Unajua uko kijijini nilikuwa na mwalimu wangu anaitwa Steve. Ndo alinifundishaga hayo mambo. Yaani msanii aliniambia unatakiwa uwe na uzalishaji wa maneno. Sasa haya mazoezi unayofanya hapa ndio yatakuja kunisaidia sasa huko baadaye. Labda nikapata msaada wowote niweze kufanya kitu ambacho ni kizuri. Sema ni vizuri. Na ni vizuri sana kupambania ndoto. Naona. Kwa hiyo kipaji ulichonacho kipambanie. Shikamoo kaka. Haya vipi? Salama, namshukuru Mungu. Sijajua upande wako. Niko salama kabisa. Mungu mwema. Naona ndo muda wako sasa. Yaani kila kukicha wewe huyo kazini. Nilikuwa nakutafuta nikuage. Na kuangalia sikuoni. Shemeji hajakwambia? Kichwa kina mambo mengi. Ameniambia kwamba yupo nje ila kwa nishasahau. Mambo mengi kweli, si unajua tena. Ni kweli. Si unajua tena hizi kazi za watu. Ufanye kwa ufasaha na kwa makini. Na ili ufanye hivyo lazima uwahi. Wahi kufika kituo cha kazi. Uweze kuanza majukumu mapema. Sasa mdogo wangu. Naam kaka. Na mambo mawili nataka nikwambie. Mawili tu? Mawili wala sina nyongeza. Jambo la kwanza ni kuhusu kipaji chako. Huwa nakaaga sana na waza. Naona kipaji chako kinahitaji kuendelezwa. Kwa hiyo nilichopanga baada ya kuweka mambo yangu sawa, ndio itabidi nikupeleke kwenye chuo cha sanaa. Wewe! Nitashukuru sana kaka. Yaani hebu nimesikia vibaya au ndivyo ulivyosema? Situlie nikwambie. Hilo jambo niko serious. Asante Mungu, nitashukuru sana. Jambo hilo niko serious kabisa. Ndio hicho nilichokiamua. Baada ya kuweka mambo yangu sawa, lazima nikupeleke. Hiyo na promise. Lazima nitekeleze. Nitashukuru sana kakaangu. Mwenyezi Mungu asante. Yaani nitashukuru zaidi ya kukushukuru. Maana kama unavyojua yani mimi kuigiza ninapenda sana yani. Niko lazima nisipate hata chakula cha mchana lakini niigize. Yaani mazoezi yangu nisiyakose. Lazima niipambanie ndoto yako mdogo wangu. Nimekuona una kitu kwenye sanaa. Kwa hiyo na mimi siwezi kukuacha ndoto yako iife. Lazima niipambanie. Najua hata mimi kuwa fundi mechanics ilikuwa ndoto yangu. Ila sikutaka hivyo. Niipambania na watu wakanishika mkono. Kapelekwa chuo. Sasa hivi ni fundi mzuri tu. Unaona? Kwenye jiji hili hakuna ambaye anijui. Kabisa kote anakufahamu. Na ndio maana kila ninapokuja kazini nakuta magari nini pale, watu kibao, wateja. Ndio hivyo. Unanionaga mpaka na safari. Kama juzi ile ulivyoondoka. Naenda siku 2 ngapi naenda kufanya kazi huko. Kwa sababu nilipambania ndoto yangu. Nikaitengeneza na sasa hivi ndio inanilipa. Kwa hiyo na ndoto yako nitaipambania. Hilo la kwanza. Nashukuru sana kakaangu. Jambo la pili, na hapo unisikilize kwa makini. Jambo la pili ni kuhusu shemeji yako. Ninapokuwa sipo, wewe upo. Hakikisha shemeji yako anakuwa na furaha muda wote. Hakikisha unamsaidia majukumu yote ya hapa ndani. Sawa, lakini kaka kabla ya yote mimi ningependa nikwambie kitu kimoja. Unajua shemeji alipokupigia simu jana, kuna vitu nini mdogo wangu tena? Chana nayo hiyo. Wewe unamjua nanili zake? Kwani alikuwa na jambo la maana la kuniambia? Napiga simu amenimiss. Sasa mambo gani hapa? Ana masiara sana shemeji yako. Kama nilivyokuambia
nilikwambia jana alivyokupigia simu. Hivyo achana navyo. Achana navyo. Mambo gani tena? Wewe unachotakiwa kuelewa, nisikilize mimi. Lengo la kuleta hapa ni kuhakikisha kwamba mke wangu anakuwa na nini? Na furaha. Kubalie chochote anachotaka ufanye. Kubalie, fanya. Kwa hiyo unamaanisha kwamba akitaka chochote tu mimi nimkubalie. Nini hapo hujaelewa mdogo wangu? Fanya kama atakavyo kuambia. Huyo ni shemeji yako. Na nimeshakwambia sitaki ahangaike, sitaki anyanyasike. Yaani fanya vile ambavyo mimi kaka yako ningekuepo ningefanya. Kuhakikisha anapata nini? Furaha. Nampenda sana mke wangu na wewe unalijua hilo. Mimi nimekuelewa kaka. Sasa mbona unataka story iwe ndefu na wakati inaeleweka, kila kitu kinaeleweka? Yeah, nilikuwa sijakuelewa lakini nimekuelewa. Ndio hilo mdogo wangu. Sawa, haina shida. Sasa baada ya kusema hivyo, mimi nikuache. Niende wapi? Kazini. Kisha masuala ya chai na nini, mnywe na nini, kila kitu kiende sawa. Haina shida kaka, mimi nakutakia kazi njema. Basi sawa. Sawa. Ende salama. Haya poa. Malipo chuo cha sanaa.